sisi kutubu na kurudia kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tutubu kwa sababu ya madhambi makubwa ambayo ni kuchelewesha sala bila udhuru, bila excuse yoyote, yani bila raison yoyote ya kisheria. Kuchelewesha sala ni dhambi kubwa ambayo inabidi tutubu kwa sababu ya madhambi makubwa. Hii ni moja. Tutubu ndugu zangu kwa sababu ya uququl walidain. Tutubu kwa sababu ya watu kuchana, kudeshire nafsi ya wazazi. Ni moja katika madhambi makubwa. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akizungumzia akbarul kabair, yani madhambi makubwa, Bwana Mtume katika madhambi makubwa alielezea wa uququl walidain. Uququl walidain ni moja katika madhambi makubwa ambao inabidi tutubu kwa ajili yayo. Kwa hiyo tunatubu kwa sababu ya madhambi makubwa, kuchelewesha swala, kunani kuwa watu baempoli kwa nani, kwa wazazi wetu ambao wametuzaa, na vile vile tutubu kwa sababu ya uzinifu ambao unakuwa ni jambo la kawaida leo. Uzinifu leo unakuwa ni jambo la kawaida. Ukitembea barabarani wako na kupropose ufanye zinaa. Madhambi yote kama haya, hivi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kweli atakalia kimya? Hivi Mungu atakalia kimya? Na ilhali Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia katika hadith, anatuambia, anasema machafu, watu watakapodhihirisha machafu, yanakuwa kawaida machafu, basi wajiandae na taun, maepidemi itawashukia, magonjwa, maproblem tofauti ambayo watu ambao walikuja kabla yetu walikuwa hawaivivre. Itatufikia kwa nini? Pindi uchafu na maasi vitakapokuwa vinaenea katika mujtama wa Kiislamu, basi watu wajiandae na pinisho yake Mwenyezi Mungu, moja ambayo ni taun. Kwa hiyo tutubu kwa ajili ya madhambi makubwa. Allah atusamee makosa yetu na atuondolee maproblem ambao tuko nao katika mujtama, katika societe yetu insha Allah. Kwa hiyo limadha natubu? Kwa nini tutubu? Tutubu kwa ajili ya madhambi makubwa. Limadha natubu? Tutubu kwa ajili ya saghair, kwa ajili ya madhambi madogo madogo. Lakini ukiangalia leo kila mmoja, balil insanu ala nafsihi basira, kila mmoja conscience yake anajijua yeye mwenyewe vizuri. Ukisema kila mmoja uhesabu madhambi madogo ambayo unaifanya kwa siku moja, yani watu wanaweza kahesabu milima ya madhambi madogo madogo. Ukitembea barabarani, Mwenyezi Mungu ameshatuambia kulil mu'minina yaghuddu min absarihim, waambie wa mu'minin washushe macho yao chini. Lakini leo eske watu wanashusha macho yao chini? Hao watu wanakuwa na tabia, akiona mwanamke mbaya basi ndio anajifanya astaghfirullah, anaangalia pembeni. Lakini akiona mwanamke mzuri, kichwa kiko naenda tu. Kwa madhambi madogo kama haya, tukisema tuyahesabu kwa siku, utaeneza mlima mzima wa saghair. Limadha natubu ndugu zangu? Kwa nini turudi kwake Mwenyezi Mungu? Natubu min ajli saghair, tutubu kwa ajili ya madhambi madogo madogo, tutubu kwa ajili ya madhambi makubwa. Limadha natubu? Kwa nini tutubu? Tutubu min ajli ghaflatu anillah, tutubu kwa ajili ya watu kuwa distrait, ghafla kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani watu tuko na ghafla kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini tumeumbwa na Mwenyezi Mungu? Tumeumbwa na Mwenyezi Mungu ili tumjue Allah. Lakini la masikitiko, leo kuna watu ambao wanaishi wako distrait, wako katika ghafla, hawamjui yule ambaye kawaumba. Ndugu zangu, aibu siku ya kiyama sio mtu ambaye aliyeenda siku ya kiyama na maasi. Hiyo sio aibu, kwa sababu binadamu anaweza kumkosea Mwenyezi Mungu, wa khuliqal insanu dhaifa. Lakini aibu, kila aibu ni mtu ujielekeze kwa Mwenyezi Mungu kisha wewe hakumjua Allah, kisha wewe ulikuwa ghafla umjue Mwenyezi Mungu. Hii ndio aibu kubwa. Aibu sio mtu kwenda siku ya kiyama na maasi, lakini aibu wewe uliishi katika dunia lakini haumjui yule ambaye alikuumba, haumjui yule ambaye alikupatia existence pako ka existe. Kwa hiyo limadha natubu? Kwa nini tutubu? Tutubu min ajli ghaflati anillah. Tutubu kwa sababu tuko na ghafla kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tunatubu kwa ajili ya madhambi makubwa, tunatubu kwa ajili ya madhambi madogo, tunatubu pia kwa ajili ya ghafla. Tuko distrait, Mungu wetu atumjue, atumuheshimu uhaki wa kumheshimu Allah. Wama qadarullaha haqqa qadri, wama qadarullaha haqqa qadri.
wallahi hatumheshimu Mwenyezi Mungu uhaki wa kumheshimu, na hali ya kuwa yeye anatupatia pumzi. Hii pumzi ambayo tuko nayo akiblokee tu kuisha maisha naisha katika dunia, lakini pamoja na yale yote hatumheshimu Allah subhanahu wa ta'ala uhaki wa kumheshimu Allah. Kwa hiyo limadha natubu, ndugu zangu, tutubu ili Mwenyezi Mungu atubadilishie hali ambayo tuko nayo. Limadha natubu? Natubu min ajli yani adami shukr, kwa sababu hatumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hatumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema ambazo anatupatia. Wama bikum min ni'matin fa min Allah, neema zote ambazo mko nazo zinatoka ni kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, mkihesabu neema ambazo mmepewa na Mwenyezi Mungu wallahi hamtaweza kuzihesabu. Eske tunamshukuru Mungu katika hizi neema? Wallahi tutubu, kwa sababu atumshukuru Mungu katika neema. Alam naj'al lahu aynayn, hivi binadamu tukumpatia macho mawili, wa lisanan wa shafatayn, hivi binadamu hatukumpatia ulimi? Eske tunamshukuru Mungu katika hizi neema? Eske tunamshukuru au hatuone macho kama ni neema? Kitu gani ambacho kinafanya macho ione? Kitu gani kinafanya macho ione? Au masikio isikie? Eske ni kwa sababu tu yani maji yameingia katika tumbo ya mzazi mwanamke, yale maji ndio yana uwezo wa kufanya macho yaone? Eske yale maji ndio yana uwezo wa kufanya masikio yasikie? Eske ni yale maji ambayo yana uwezo wa kufanya pua hizi kunusa? La, mwenye kutupatia hizi neema zote, mwenye kuwezesha macho ione, isikie, tuweze kuongea ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Eske tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hii neema? Kwa hiyo tutubu, kwa sababu atumshukuru Mungu kwa neema zake. Wallahi hivi leo ulivyo hapa, anta tara wa ghayruka la yara, wewe uko naona lakini kuna ndugu zako wengi ambao wanakuwa hawaoni. Anta tasma wa ghayruka la yasma, wewe unasikia lakini kuna wengi ambao wanakuwa hawasikii. Anta tamshi wa tataharrak, unakuwa ukitembea lakini kuna wengineo wengi ambao wako chini tu, hawawezi kutembea. Indaka almal, una mali, una majumba, una magari, lakini kuna wenzako ambao hawana tena sehemu ya kuweza kujistiri. Eske hizi neema zote tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hiyo limadha natubu? Kwa nini tutubu na turudi kwake Mwenyezi Mungu? Tutubu kwa sababu ya kutomshukuru Mwenyezi Mungu katika neema zake ambazo la tuaddu wala tuhsa, neema ambazo haziwezi zikahesabika, neema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kwa nini tutubu? Tutubu kwa sababu ya madhambi makubwa, madhambi madogo, kwa sababu tuko ghafla na Mwenyezi Mungu. Tutubu kwa sababu ya kutomshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tutubu pia, kwa nini tutubu? Tutubu kwa ajili ya madhambi mengi ambayo tulifanya zamani, tushayaacha lakini hatukutubu tulivyoiacha. Kuna watu ambao alipokuwa na miaka, alipokuwa baligh, ana miaka 15, miaka 16, 17, inaenda inafika umri fulani, ameamua tu kuacha maasi. Sio kama anatubu, anaacha zina kwa sababu anaogopa ugonjwa, sio kwa sababu anatubu. Anaacha kula haram kwa sababu anaamua tu akuwe mtu mzuri, lakini sio kwa sababu anatubu. Kwa hiyo yale dhambi ambayo umeacha kisha haukutubu, usifikiri kwamba yamefutika. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anazungumza katika Qur'an, anatuambia akitupatia mandhari ya siku ya kiyama, mandhari yenye kutisha ya siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu anaelezea kuna mtu ambaye atakuta madhambi yake yote makubwa na madogo yapo katika kitabu. Atashangaa, atasema mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ni kitabu gani hichi ambacho hakikuacha dhambi ndogo wala kubwa isipokuwa kimeregistre? Ni kitabu gani hichi? Kwa hiyo dhambi zote ambazo unazifanya, kama uliziacha lakini hukutubu, lazima utubu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tutubu min ajli kabair, ili Allah tubadilishie hali yetu. Hali ni mbaya, ulimwengu uko menase. Wallahi ndugu zangu, ala mustawa alalam, munivo ya ulimwengu wote mzima, mustawa dauli, munivo ya pays, munivo ya familia, munivo ya mtu mwenyewe, tukikaa wallahi, Mungu akituona kama tunatubu toba ya ukweli, insha Allah Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atatubadilishia hii hali ambayo tuko nayo leo katika dunia.
tutubu ndugu zangu Waislamu. Hiyo ilikuwa ni pointi ya kwanza. Haraka haraka tuingie kwenye pointi ya pili, tuangalie ayat. Tuangalie maaya katika Qur'an inasema nini kuhusiana na watu kutubu na kurudi kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiangalia katika Qur'an katika suratu Zumar, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anazungumza, anasema qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, qul ya Muhammad, waambie ya ibadiya, enyi waja wangu ambao asrafu ala anfusihim, enyi waja wangu ambao mmedhulumu nafsi zenu, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa katika rehema zake Mwenyezi Mungu. Hata kama umefanya madhambi makubwa madogo, yani hata kama umefanya madhambi ya kiasi gani, hata kama ulikuwa na ghafla, hata kama ulikuwa hujashukuru katika neema zake Allah, hata kama kuna madhambi mengi ambayo uliwahi kuyafanya zamani kisha ulikuwa hujatubu, usikate tamaa. La taqnatu min rahmatillah, usikate tamaa katika rehema zake Allah. Wallahi inna Allah yaghfiru dhunuba jamia, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anakuwa akisamehe dhambi zote. Eski Mungu anaweza kasamehe dhambi hata za miaka 20? Naam. Yani kama ukirudi kwa Mungu kitubu, hata kama umemkosea kwa miaka 20, insha Allah Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakusamehe madhambi ya miaka 20, miaka 30 atasamehe, miaka 40 pia atasamehe. Hata kama umeishi miaka 60, ukirudi kiuhaki kwa Mwenyezi Mungu, wallahi Mwenyezi Mungu, inna Allah yaghfiru dhunuba jamia, Mwenyezi Mungu huwa anasamehe dhambi zote. Dhambi zote, yani hata zile umefanya kwa makusudi zote utasamehewa, hata kubwa dhambi zote. Inna Allah yaghfiru dhunuba jamia innahu huwal ghafurur rahim, na yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yeye ndio ghafurur rahim. Yani Allahu akbar, wallahi tutubu. Na ndio maana Mungu anaendelea na aya, anasema wa anibu ila rabbikum, wa anibu ila rabbikum, rudieni kwa Mwenyezi Mungu mtubu, wa aslimu lahu, na mujisumetre kwake Mwenyezi Mungu, min qabli an ya'tiyakumul adhab, kabla adhabu hajakufikieni mtubu, thumma la tunsarun, kisha adhabu ya Mwenyezi Mungu ikifika na wewe hujatubu, elewa kwamba hutonusuriwa na mtu yoyote. Hakuna kiumbe ambaye atakunusuru na adhabu ya Mwenyezi Mungu ikifika, ikiwa kama wewe hutotubu na kujirudisha kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi tutubu kabla matatizo hayajatufikia. Angalia tu kidogo hii ambayo Mungu anaonjesha dunia. Angalia kidogo ambayo Mwenyezi Mungu anaonjesha dunia. Angalia hali vile ulimwengu ulivyo kwa sasa. Maisha yote yameharibika. Ekonomi imeshaharibika. Vi sosiali ya watu imeharibika, mpaka na vi spirituali ya watu. Misikiti inafungwa, Ijumaa ziswaliwe tena, watu wanakuwa kikungutwa bakora kwa kuingia msikitini kusali. Al-Kaaba imefungwa, Masjidun Nabawi imefungwa. Ya wallahi maisha yanakuwa mabaya. Angalia tu vile Mungu anatuonyesha kidogo, nani wa kutunusuru katika matatizo? Nani wa kutunusuru zaidi yake Allah subhanahu wa ta'ala? Wallahi turudi, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, rudieni kwa Mwenyezi Mungu na mujisumetre kwake Mwenyezi Mungu, min qabli an ya'tiyakumul adhab, kabla adhabu haijakufikieni. Na ile adhabu, matatizo ikishafika, mabalaa, epidemiki kufikieni hapa duniani, na adhabu siku ya kiyama, hakuna yoyote ambaye atakayeweza kutunusuru zaidi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tutubu. Na aya nyingine Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anazungumza katika Qur'an. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuambia, anasema yuridu Allah, Mwenyezi Mungu anataka. Mungu anataka kitu gani? Yuridu Allah an yatuba alaykum, Mwenyezi Mungu anachokitaka ni kutusamehe madhambi. Yani Mungu, irada ya Mwenyezi Mungu, yani kutaka kwa Mwenyezi Mungu kwetu, Mungu anataka ni kutusamehe madhambi, tuonyeshe kwamba tunataka tusamehewe. Yuridu Allah, Mwenyezi Mungu anachotaka ayatuba alaykum, ni kukusameheni. Lakini wayuridu alladhina yattabi'una shahawat, na wanataka wale ambao wenye kufuata tamaa ya nafsi zao. Wao wanataka kitu gani? Antamilu mailan adhima, wanachokitaka wale wenye kutaka kufuata shahawati ni ili kukupotezeni. Wanachokitaka ni kukupotezeni, lakini anataka Mungu nini? Ayatuba alaykum,
Aya inaendelea, Mungu anasema yuridu Allahu an yukhaffifa ankum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka kukukhafifishieni, kukufanyieni wepesi maproblem, epidemi, corona, adhabu. Mungu anataka an yukhaffifa ankum. Kwa nini Mungu anatafuta kutukhafifishia? Kwa nini? Paske wa khuliqal insanu dha'ifa, paske binadamu ameumbwa yuko dhaifu. Hatuwezi kustahamili maproblem, hatuwezi kustahamili shida. Kwa hiyo wallahi turudi kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala ili atubadilishie hali, atupeleke ila ahsanil hal, atupeleke katika hali iliyokuwa nzuri. Angalia aya nyingine, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yani tunasubiri nini kurudi kwa Mungu? Mwenyezi Mungu anasema alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadi. Hivi hawajui ya kwamba ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni yeye ambaye mwenye kukubali toba ya waja wake? Hivi hawajui? Unasubiri nini kurudi kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadi. Wallahi ghafiru dhanbi man, mwenye kusamehe madhambi ni nani? Qabilu tawbi ni nani? Mwenye kukubali toba ya waja wake ni nani? Wallahi turudi, occasion zote za kurudi tuko nazo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lazungumza waman lam yatub, na yule ambaye hatotubia, yule ambaye hatorudi kwake Mwenyezi Mungu, fa ulaika humu dhalimun, yule ambaye hatotubu basi yule ndio katika adh-dhalimun, ndio katika watu ambao wenye kudhulumu nafsi zao, ndio katika watu ambao wanaangamiza nafsi zao wenyewe, kwa sababu konsekansi ya madhambi ni mbaya sana. Utakuwa katika mabalaa katika dunia wal akhirah. Albalaa la yanzilu illa bidhanbin wala yurfa'u albalaa illa bitawba. Mabalaa haitoshuka isipokuwa ni kwa sababu ya madhambi ambao watu wanaifanya, na mabalaa haitaondolewa isipokuwa kama watu watafanya toba, watafanya istighfar, watarudi kwa Mwenyezi Mungu. Wakirudi tu, wallahi Mwenyezi Mungu ataondoa mabalaa yote. Yani imaginez pour le moment, dunia yote mzima Mungu atuone kwamba tunatubu tunarudi. Kongo yote mzima Mungu atutazame na tukuta kwamba tunarudi kwake. Kila familia wanarudi kwa Mwenyezi Mungu, kila mtu anajirudisha kwa Mwenyezi Mungu. Imagine Mungu akiona hali kama hii, wallahi atatondoshia mabalaa, atatondoshia shida hii ya corona ambayo inamenasia ulimwengu wote mzima. Wallahi solution ni moja, turudi. Lakini kama tukurudi, waman lam yatub fa ulaika humu dhalimun, wallahi kama tutarudi tutakuwa tumedhulumu nafsi zetu sisi wenyewe. Lakini tukirudi tutaondolewa mabalaa. Angalia, nikupe kisa kimoja ili unielewe vizuri. Zama za Nabiiullah Musa alayhi salam, mvua ilikuwa hainyeshi, mvua imekatika, watu wakawa nasumbuka na kiu, wanyama hawapati maji. Wa Bani Israeli walikuwa wako 70,000, yani wakajikuta kama watafariki. Wakabili wapresente dossier kwa Nabiiullah Musa alayhi salam. Wakapresente dossier kwa Nabii Musa, kwa Nabii Musa, uombe Mwenyezi Mungu ateremshe mvua kwa sababu tutafariki kwa kiu. Nabii Musa akasimama, akainua mikono, akaanza kumlilia Mwenyezi Mungu, na huku watu wanaitikia amin. Nabii Musa, ya Rabbi teremsha mvua, watu wanaitikia amin. Musa naomba dua alayhi salam, mvua yenyeshi. Nabii Musa akamwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi awatani alijaba, Mwenyezi Mungu umenizobelesha, yani kikuomba na nijibu. Inakuaje leo hujanijibu Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu akamwambia Nabiiullah Musa ya kwamba katika nyinyi kuna mtu ambaye ameniasi mimi, amenikosea mimi Mwenyezi Mungu 40 ama, amenikosea kwa miaka 40. Sasa tateremshaje mvua? Takondosheni vipi katika matatizo? Inabidi kwanza ajielewanye yule mtu, ndio mimi Mwenyezi Mungu takubali dua yenu. Nabii Musa akainuka mbele wa Bani Israeli akawaambia, kama kuna yoyote katika nyinyi ambaye amemwasi Mwenyezi Mungu, basi ajielewanye kidogo. Basi mvua inakataa, Mungu ateremshe mvua kwa sababu yake, kwa sababu ya madhambi. Konsekansi ya ubaya na madhambi ndio Mungu anakataa kutuondoshea matatizo ambayo tuko nayo. Ajielewanye kidogo. Kama vile matatizo ambayo tuko nayo leo, watu washaomba misikitini, watu washaomba dua kwenye Facebook, dua kwenye WhatsApp, dua kwenye YouTube, watu washaomba, watu washalia, lakini corona iko inaendelea tu kuua watu. Kwa nini corona inaendelea kuua watu? Kwa sababu watu hatujajirudisha kwa Mwenyezi Mungu kiuhaki, turudi kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ndio Nabii Musa alayhi salam akawaambia, bwana, yoyote mwenye kuwa na matatizo katika nyinyi, mwenye kuwa na madhambi ajielewanye kidogo.
basi yule mtu anajijua yeye mwenyewe, bali insanu ala nafsihi basira. Akajikuta kwamba akamwambia ya Rabbi, ikiwa kama nitajielewa fudhihtu, tafedheka, taaibika Mwenyezi Mungu, na nikibakia halakna, na nikibaki bila kujielewa tutaangamia Mungu, paske tutakufa na kiu. Nikitoka hapa nitafedheka, watu wote watasema kumbe yule jamaa ambaye muasi Mwenyezi Mungu miaka mingi, na nikibaki mvua haitanyesha. Ya Rabbi, usturni ya Rabbi, tuteremshie mvua, nisamee Mwenyezi Mungu, nisamee. Alivumlilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala moja kwa moja bila yeye kutoka. As-Sattarul Uyub akateremsha mvua. Mvua ilivyoteremka, akashangaa Nabii Musa, akamwambia ya Rabbi, hakukuwa mtu yeyote ambaye aliyetoka, lakini inakuaje Mwenyezi Mungu mvua inanyesha? Mwenyezi Mungu akamwambia kwamba nimeteremsha mvua kwa ajili ya yule mja wangu ambaye aliniasi miaka 40, alipotubu tu moja kwa moja, mimi Mwenyezi Mungu nikamteremshia mvua. Nabii Musa akamwambia ya Rabbi, dulluni alayhi, natafuta nimjue yule mtu ni nani, dulluni niweze kumuona. Nabii Musa, Mwenyezi Mungu akamwambia Nabii Musa kwamba ya Musa, satartuhu wa huwa asi, ewe Musa, nimemstiri huko alikuwa akiniasi, fa kaifa afdahuhu, kama mimi nitamfedhesha leo na hali ya kuwa shatubu. Miaka 40 ambaye alikuwa akiniasi, nilikuwa nikimstiri, kama leo mimi nitamfedhesha hali ya kuwa ametubu. Wallahi turudi kwa Mwenyezi Mungu. Wallahi tukirudi, Mungu akitutazama ulimwenguni tunatubu. Katika nchi yetu ya Kongo tunatubu. Katika Mungu akitutazama katika kila nyumba, istighfar kwa wingi tunamlilia, madhambi makubwa madogo tunamlilia. Wallahi Mungu atatutoa katika matatizo ambayo tuko nayo. Na tusisahau ya kwamba ahla yaum, siku tamu, siku ya furaha, siku ya shangwe, ni siku ambayo Mungu atatusamehe. Siku ambayo Mungu atatusamehe na kutuondoleshea hii balaa. Wallahi ile siku itakuwa ni siku ya furaha sana. Kuna kisa cha sahaba ambaye anaitwa Ka'b ibn Malik. Huyu Ka'b ibn Malik alikuwa amemkosea Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa ameamrisha kwamba watu waende kwenye jihad, lakini yeye alikuwa na uwezo wote wa kwenda, lakini hakuenda. Le fait kwamba hakuenda, akapata punition ya 50 jours. 50 jours asiongeleshwa hata na mtu mmoja. Baba yake asimuongeleshe, watoto wake, yani jamaa zake, ndugu zake, urafiki zake, maswahaba wote pale Madina wasiongee naye. Ka'b bin Malik alikuwa na wenzake wengine wawili. Jamaa alikaa pale Madina akitafuta kuongelesha mtu anaondoka. Akitafuta kumkia mtu yani mji mzima hakuna mtu mekuongelesha. Mpaka na mke wako mwenyewe uko naye hakuna kukuongelesha. Mpaka Mwenyezi Mungu anaelezea difficulty ambayo sahaba alipata. Mungu anasema wadhaqat alaihimul ardu bima rahabat, ardhi ikawa finyu, pamoja kwamba ardhi iko pana lakini ikawa finyu, ikawa kama vile nambana. Wadhaqat alaihim anfusuhum, na wakawa kama vile amejibana. Imagine uishi Lubumbashi, example hapa Lubumbashi, unatembea ukifika kwa magazine, unafika hivi unatafuta, unauliza tabe, hakuna mtu anakujibu. Ukitafuta kwingine hakuna mtu anakujibu. Imagine utakuwa katika break ya kiasi gani? Kwa hiyo imagine ilikuwa ni shida ya kiasi gani? Kama vile leo ulimwengu, pamoja kwamba ulimwengu ni mpana lakini ulimwengu unakuwa finyu. Ulimwengu ni mpana lakini maavion haivoyage tena. Ulimwengu ni mpana lakini business hazije tena. Yani watu wamefinywa, dhaqat bina al-ardh, ardhi tumefinywa. Kwa hiyo huyo sahaba baada ya kuwa difficulty inakuwa kubwa, siku ambayo Mwenyezi Mungu anateremsha verse akisema kwamba wa ala thalathati alladhina khulifu, na wale watatu ambao hawakwenda kwenye jihad, yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani Mwenyezi Mungu alipowasamehe, fataba Allahu alaihim liyatubu, Mungu alipowasamehe, basi iliposhuka hii verse, yule sahaba yuko anatembea barabarani, yuko anajielekeza kwa bwana mtume, masahaba wako na mwamkio wanasema mabrukun alayka bitawbatillah, yani felicitation, Mungu anakusamehe, felicitation, Mungu anakusamehe. Imagine ile siku ya furaha, anafika kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bwana mtume anamwambia kwamba hakika siku ya furaha katika maisha yako ni hii siku ambayo Mungu anakusamehe. Allah, siku ambayo Mungu anakusamehe. Imagine siku ya furaha ni siku gani? Siku ambayo ulioa, au ni siku ambayo umerealize business fulani? Siku ya furaha ni siku ambayo Mungu anakusamehe, anakuondoshia matatizo. Wallahi kama tutatubu, siku yetu ya furaha katika dunia ni siku ambayo Mungu atatuondoshia corona. Wallahi leo corona inakuwa watu wanakuwa Mungu anajidute. Huyu mtu anaweza kuwa na corona, sina corona. Yani watu hamna tena na huria.
Kwa hiyo siku ya furaha ni kama tutatubu, tunarudi kwa Mwenyezi Mungu, tunatubu makosa makubwa, makosa madogo, makosa ya kutoshukuru neema za Mwenyezi Mungu. Hiyo siku ambayo Mungu atatusamehe madhambi na kutuondosha difficulty, wallahi itakuwa ahla ayamina fi hayatina, itakuwa ndo masiku ya furaha kabisa katika maisha yetu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tusio warefu zaidi, tamalizia just kusema ya kwamba misukosuko ambayo inatufikia leo katika dunia, la yanzilu albala illa bidhanbin wala yurfa'u albala illa bitauba wal istighfar. Bala haishuki isipokuwa ni kwa sababu ya madhambi, na hii bala matatizo haitaondolewa isipokuwa kama watu watafanya toba wal istighfar. Kwa hiyo nitasimamia kwa pale na kuhusia nafsi yangu, ewe mtazamaji yoyote yule ambaye mwenye kutazama klipi hii hapa hivi, kwa hiyo nakuhusia nafsi zangu, turudi kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Vraie solution ya kutatua matatizo ya corona na maepidemi nyingine na maproblem tofauti katika maisha yetu, tutubu, tufanye astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Na namalizia tu quelques minutes ili tumalizie kabisa tuweze kuswali. Namna gani tutubu? Ni point moja kwa capital. Watu wengi hawajui namna gani ya kutubu. Watu wengi wanafanya istihza na kutubu. Mfano, uchukue maji unamwangia mwenzako kwenye manguo, kisha unamwambia pardon 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 pardon. Est-ce que yani si unamchezea? Est-ce que ile pardon ni pardon? Yani hawaonyeshi regret. Kwa hiyo huko watu hawajui kuomba msamaha. Kwa hiyo lazima tuelezee kwa haraka kaifa natubu, namna gani tutubu ili Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi na atuondoshe matatizo ambayo tuko nayo. Namna gani tutubu? Point ya kwanza, an-nadam. Turegrete kwa madhambi yote ambayo tuliwahi kuifanya katika pase. Madhambi yote ambayo tulifanya mpase, regrete, umia katika nafsi yako. Kisha uachane na madhambi mpresent. Mpase regrete yale yote mshafanya. Mpresent dhambi zote uziache. Acha madhambi. Na mfutur weka azam, weka intention ferme kama insha Allah sitofanyaka tena dhambi. Tubu, urudi kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi ukitubu Mungu atakusamehe, na sio tu kusamehe, bali Mungu atabadilisha yale madhambi yako yote ya 10 ans, ya 20 ans, ya 30 ans ambayo ulikuwa unafanya. Ukitubu na unafanya matendo mazuri, elewa kama Mungu atabadilisha yale yote, yatakuwa ni mema. Yani utakuja siku ya kiyama hivi, unakuta mema, unajua hiyo yote imetoka wapi? Kumbe ni yale madhambi yote ambayo Mungu ameyabadilisha na kuwa ni hasanat, na unaingia katika janna bila hisabu wala adhab. Yani unapita katika janna bila matatizo yote. Kwa hiyo insha Allah tasimama kwa pale. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azima li wa lakum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.